Haya. Kwa hiyo tunapozungumza hapa, tunazungumza sasa ni nje ya milele. Hapa ni nje ya nini jamani? Sasa tuko kwenye wazo lake. Tuko kwenye wazo lake, sawa? Yes. Okay. Kama tuko kwenye wazo lake, yeye mwenyewe Mungu, tumesoma hiyo mistari baadhi hapo. Sawa? Kwa mfano ule wa sura ya 7 mstari wa 3 kwenye Waebrania unasema kwamba hivi, hana baba. Unasema hivi, hana baba, hana mama, hana wazazi, hana mwanzo wa siku zake wala mwisho wa uhai wake. Okay. Kwa hiyo amezungumza ndani ya umilele kuelekea mpaka kwenye muda, mpaka kwenye ndani ya universe, ndani ya galaxy, ndani ya solar system, ndani ya dunia. Hana mwanzo wala mwisho. Swali linakuja huku ambako sasa ndio yeye yuko kule nyuma. Je, Mungu hana mwanzo wala mwisho? Yaani Mungu ni mkuu kiasi kwamba Mungu hamjui Mungu anaanzia wapi na anaishia wapi? Darasa. Anajichua. Okay? Sasa kwa sababu nataka nimalizie jambo moja muhimu leo, kwa sababu hichi kipande ninachotaka kukianzisha leo kama mwanzo, sitaki nikikate. Nataka nikimalize kabisa, na bado na muda kidogo hapa. Nataka tukimalize kabisa hichi kipande kiwe kimekamilika ambacho tutakuwa tumekifanya leo. Hebu tusome fungua kabisa kwenye Yohana sura ya 1 mstari wa 1. Ile mistari mingine yote nyinyi mnaifahamu. Mnaifahamu. Yohana. Anasema anatangaza mwisho tangu mwanzo. Ile Isaya 46 mstari wa 10, Isaya 41 mstari wa, zote zile tunafahamu. Hana mwanzo wala mwisho, anatangaza mwisho tangu mwanzo, hizo zote. Yohana 1:1. Yohana 1:1 mpaka 4. Hapo mwanzo kulikuwako neno. Hapo mwanzo, hapo mwanzo kulikuwako neno. Haya, mwanzo wapi? Mwanzo ni kwenye muda. Yes. Hii nyekundu hii ndio muda. Of course sitakiwa niandike kwa nje. Nachanganya hapa. Anaanza kwa sababu ndani ya Kristo kwenye umilele palikuwemo, kwa sababu palikuwa ndani yake. Kwa hiyo anapoanza anaweka muda kwenye anachoenda kukiumba. Anaposema hapo mwanzo, anaongelea hapa mwanzo wa muda. Okay? Yes. Naye neno alikuwako kwa Mungu. Ngoja, hapo mwanzo alikuwepo neno. Unaona kwamba uzima alikuwa na neno. Kwa hiyo ina maana anaonyesha yeye kama uzima ndio chanzo, halafu anaonyesha neno ambalo yeye ndo analolisema, ambalo hilo neno ni ndani yake linatoka ndani yake, ina maana kwenye umilele. Kwa hiyo anasema mwanzo anatengeneza muda wa anachotaka kwenda kufanya. Kwa hiyo hapo mwanzo alikuwepo neno. Hasa neno manake tunazungumzia la uzima. Kwa mujibu wa waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 1 mstari wa 1 anasema neno la uzima. Kwa hiyo ile neno ni la uzima. Kwa hiyo neno lake uzima akalitoa. Akasema hapo mwanzo alikuwepo neno. Kwa hiyo tunaweza tukasema mwanzo uzima akasema. Yes. Kwa hapa kuhusu uumbaji ni mwanzo wa uzima kusema. Neno lake anasemaje? Anasema naye neno alikuwako kwa Mungu. Sasa sikia. Huyu ni mwelezeaji. Anasema huyo neno alikuwako kwa Mungu. Hiyo anasema huyo neno ina maana alikuwa wa Mungu. Huyo neno alikuwa ni neno la Mungu. Anaposema alikuwako, maana yake anazungumzia ndani ya uzima, ndo hilo neno lake lilikuwa humo ndani ya huyo mwenye cheo kinachoitwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Anatuelezea, anasema huyo neno ndo huyo uzima, kwa sababu huwezi kumtofautisha neno na mwenye neno. Kwa hiyo neno na anayelisema, yule anayesema
analisema hilo ni neno lake. Kwa hiyo neno na mwenye neno hawatofautiani, na hauwezi kuwatofautisha. Kama ambavyo wewe huwezi kujitofautisha na neno lako, ndivyo ambavyo yeye na neno lake hatofautishiki, au hatofautishwi, au hajitofautishi. Ni neno linalosemwa na yeye. Kama mimi hapa nasema hili neno, huwezi kutofautisha mimi ukanitenga na ninachokisema. Okay? Yes. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Sasa anasema huyo neno mwanzo alikuwako kwa Mungu. Maana huyo neno kabla hajasemwa alikuwa ndani ya huyo Mungu ambaye ana cheo cha uzima. Kwa hiyo huyo Mungu mwenye cheo cha huyo uzima, mwenye cheo cha Mungu, atakapofungua kinywa, kile atakachokisema kinatoka ndani yake. Kwa hiyo kinachosemwa ni cha huyo anayesema. Vyote vilifanyika kwa huyo. Haya, anasema sasa vyote, manake ameshaanza na muda. Ina maana vyote, anataja universe, vyote vilivyo ndani ya universe. Na maandiko yanasema hiyo universe, yani ulimwengu, universe, yani ni muunganiko wa vitu vingi ambavyo vinazungushwa. Yani muungano wa vingi, then unazunguka. Na wanasayansi wanasema hatuelewi kwa nini hivi vitu vyote vimeungana pamoja halafu vinazunguka. Nani sababu na kwa nini vinafanya hivyo hawaelewi. Lakini sisi tunaelewa. Kwa Kolosai sura ya 1 mstari wa 16 inasema yeye ndiye mwanzo na vyote vipo kwa uweza wake, pasipo yeye hakuna kinachofanyika. Kwa hiyo vyote vimeshikwa na yeye. Kwa Kolosai sura ya 1 mstari wa 16 na wa 17 anasema vipo kwa uweza wake, na kwa hiyo vinazungushwa kwa nguvu yake. Na ukisoma kwenye Kolosai sura ya 3 mstari wa 11 inasema Kristo huyo ni yote ndani ya vyote katika yote. Kwa tuna majibu. Sayansi wanasema ni universe, ni vitu vingi vimeunganika pamoja, halafu vinazunguka, hatujui nini kinachotokea. Anasema vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Hapo kashatuambia neno kubwa. Kashatuambia neno kubwa tayari. Anasema vyote vilifanyika kwa huyo, pasipo yeye hakufanyika chochote. Okay? Kwa hiyo ina maana naweza nikafanya hivi. Vipi mwalimu? Naweza kufanya hivi. Tutoke huku. Anasema vyote vilifanyika kwa huyo. Sawa? Ambapo hapa tulimuona uzima, hapa yuko hapa uzima. Mwalimu vipi? Nipe yako. Uzima. Simona Elisha amekuja maneno chini nayo andika vizuri. Kwa hiyo huyu kama ni uzima, ina maana gani? Anasema vyote vimefanyika kwa huyu. Sasa mnakumbuka dunia yetu iko somewhere hapa. Hapa tumesema mbingu ya nini? Ya milele. Hapa tukasema mbingu, tukasema hapa muda, hapa tukasema universe, hapa ni milele, sivyo? Milele, hapa time. Okay. Alafu hapa universe. Alafu hapa Alankea. Alafu hapa galaxy. Alafu hapa solar. Then dunia. Kwa hiyo huo mstari unatuambia
vyote hivi vilifanyika kwa huyu. Alafu anamaliza kwa kusema pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Kwa hiyo hapa kuna mstari. Sawa? Pasipo yeye hakufanyika chochote. Kwa hiyo hapa hakuna chochote. Pasipo yeye hakufanyika chochote. Alafu anasema ndani yake ndimo ulimokuwa uzima. Kwa hiyo ndani yake ambao ni wapi? Hapa ndani yake. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima. Nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Kwa hiyo ina maana nje yake hakuna uzima. Ndugu zangu, umeona kinachotokea hapa? Vyote vimefanyika kwa huyu. Pasipo yeye hakufanyika chochote. Ndani yake ndimo ulimo uzima. Ina maana nje yake hakuna uzima. Amen? Amen. Sasa tunaenda kumjua Mungu huyu hapa. Alivyo ni vyote. Sasa mnafahamu vilivyoumbwa hapa. Asivyo ni hakuna kitu. Hapa ni hakuna. Hivi mnaelewa hakuna kitu? Yaani hakuna kitu. Hakuna kitu kabisa. Okay. Sasa ili tuelewane vizuri hapa, bado kuna kitu nataka ukione hapa. Nataka uone jambo moja hapa yeti. Hapa ndani yake ndani yake ndimo ulimo uzima, alafu nje yake ndiko hakuna uzima. Okay? Okay. Hapo ndani yake ndimo ulimo uzima, hakuna kitu, hakuna uzima, ni nje yake. Sasa hapa tunapata kwanza sio Mungu. Tumesema tunaongelea nje. Hapa tunaongelea uzima. Ndani yake ndimo vilivyo vyote. Nje yake hakuna kitu na hakuna uzima. Haya. Hapa pako ndani ya nani? Hapa pako ndani ya nani? Na hapa? Okay, labda nisifanye hivi. Hii hali iko ndani ya wazo la nani? La Mungu. Na hii iko kwenye wazo la nani? La Mungu. Okay. Ndio maana iko katikati. Yes. Kwa hiyo kitendo cha Mungu kujidefine. Sasa kumbuke, uzuri nikizungumzia upande huu huku, unauona ule wa kule. Maeneo haya mekundu haya. Yes. Ndio yanakuonyesha sehemu ile nyekundu ya mti wa uzima. Ndio.
Sehemu hii nyeusi ya upande huu huku inakuonyesha patakuwa hapa jirani yako. Yeah. Ndio pana define hali hiyo. Sasa kwenye mti wa kifo tayari kuna madude yameandikwa hapa, lakini hapa hapaonyeshi kuandikwa chochote. Yeah. Sawa? Mungu anasema hivi, vyote vimefanyika kwake, ambavyo ni hivi hapa, vyote vilivyo ndani ya hivi hapa. Halafu anasema pasipo yeye hakikufanyika chochote. Sasa ndio ile swali tunajiuliza. Je, Mungu anasema hana mwanzo wa siku, hana baba, hana mama, hana mwanzo wa siku zake. Kwa hiyo hana mwanzo wala mwisho. Na tumesema hana mwanzo wala mwisho wapi? Tumeona kwamba hana mwanzo wala mwisho ni kutokea hapa mpaka kilicho hapa. Yaani kutokea kilicho hapa ndani ya umilele mpaka hapa. Hana mwanzo wala nini? Wala mwisho. Chochote kilicho hapa ndani hana mwanzo wala nini? Hana mwisho. Sasa tunarudi kwa yeye mwenyewe uzima. Je, yeye mwenyewe ana mwanzo na mwisho au yeye hana mwanzo wala mwisho? Sawa. Sasa tukija kwenye wazo lake ndio tunakuja kujiuliza. Hapo ametueleza vyote vilifanyika kwa yeye. Pasipo yeye hakikufanyika chochote. Kwa hiyo tunaanza kuona kitendo cha yeye tu kwa hivi vimefanyika kwake. Kitendo hicho kinamtenganisha na asivyo. Anasema alivyo ni vyote na kuna uzima, asivyo ni si chochote na hakuna uzima. Naeleweka? Lakini kwenye wazo lake, wazo la asivyo ni kijipambanisho cha alivyo. Kwa hiyo alivyo kuna mfunua asivyo, asivyo kuna mfunua alivyo. Kwa hiyo kama asivyo hapapo, ina maana hatuwezi kujua alivyo pia. Ina maana Mungu atakuwa hajijui pia yeye alivyo, kwa sababu kama hana mwanzo wala mwisho kwa viumbwa vilivyoko hapa, je, kwake yeye mwenyewe Mungu ni mkubwa kiasi kwamba Mungu hana mwanzo wala mwisho kwa Mungu? Hapo tutagundua kwamba no, kwa Mungu ana mwanzo na mwisho. Kwa hiyo Mungu anajijua mwanzo wake na mwisho wake. Kwa hiyo kitendo cha Mungu kujijua tu mwanzo wake na mwisho wake kunatengeneza hali ya mwisho asiwe chochote, na hali ya yeye alivyo awe ni vyote. Mwanzo mwisho wa yeye, ama anasema hakuna uzima. Ina maana mahali ambapo hakuna uzima hakuna kinacho exist. Ina maana yeye anasema ndiye ndani yake ndimo ulimo uzima. Kwa hiyo ndani yake ambapo kuna uzima ndio tunaona vilivyopo. Lakini kwenye wazo lake, ili hali kwenye wazo lake. Kwa hiyo ili hali ya asivyo isiwepo, anatakiwa abakie Mungu ambaye hajijui anaanzia wapi na anaishia wapi. Lakini inazungumza kwenye Isaya 46 mstari wa 10, inasema anatangaza mwisho tangu mwanzo. Anaweza akatangaza mwisho na mwanzo ambao haujui. Kwa hiyo kitendo hicho kinamfanya Mungu awe amejijua kwenye mawazo yake. Alivyo ni vyote na ndani yake kuna uzima. Asivyo ni hakuna chochote na hakuna uzima. Hapa ni kama vile ambavyo, hebu wanaume nyosha mikono. Wanaume nyosha mkono. Kama wewe ni mwanaume nyosha mkono. Okay. Unaweza kuniambia sababu ya kwa nini wewe ni mwanaume? Kwa sababu najijua. Mtu mmoja anataka kuniambia kwa nini wewe ni mwanaume? Mchungaji Naso, kwa nini wewe ni mwanaume? Kwa nini wewe ni mwanaume? Mbona umenyosha mkono unasema wewe ni mwanaume? Kwa nini? Sababu najijua. Kwa sababu najijua hiyo. Unajijuaje kwamba wewe ni mwanaume? Unajua yani mwanaume ina maana gani? Yani kwa nini wewe mwanaume? Gender. Kwa sababu maumbile. Amejipanga
kujipambanua. Sasa wewe umetoa sababu lakini hujajibu swali. Kwa mfano, kama mwanamke hayupo, unajua ni mwanamke. Kwa kumbe sababu ni kwa sababu kuna mwanamke ndio maana wewe ni mwanaume. Jenda. Kwa sababu kama mwanamke asingekuwepo, wewe ungejijua mwanaume? Hamna. Ungejijua tu kama mtu. Ungejijua tu mtu. Kwa sababu hakuna hali nyingine ambayo unaweza kupata. Mbona leo maiki hazipo? Naona siku nyingine. Okay. Okay. Yeah, nilikuwa nasema kwamba kama ingelikuwa kwamba mwanamke hayupo. Ndio. Ilikuwa haiwezekani kabisa kujipambanua hivyo. Ndio. Kwamba ujipambanue mimi ni mwanaume. Kwa hiyo hali ya kujipambanua mimi ni mwanaume kwa sababu mwanamke yupo. Kwa hiyo kuna pati nyingine ambayo inaweza kukusaidia wewe kujipambanua utofauti wako na ule upande. Lakini kama mwanamke asingekuwepo, dunia nzima pengine ingekuwa na wanaume tu, tungejijua tu kama watu. Umeona? Yeah. Kwa mfano, fikiria. Nani anafahamu nuru hapa? Nani anafahamu nuru? Hivi Nuru ingeliwezekana kuitwa nuru kama giza lisingekuwepo? Hamna. Hamna. Na hata umuhimu wake usingekuwepo. Hata umuhimu wake usingekuwepo. Hata umuhimu wake usingekuwepo. Okay. Kwa mfano, hivi pesa ni kitu kizuri sana. Yeah, kitu kizuri. Uzuri wa pesa ni nini? Mtu yote bwana nionyesha hapa pesa yoyote 5,000 ngapi wewe nionyesha. Unionyeshe uzuri wa hiyo karatasi. Nzuri sana. Yaani pesa kama pesa yenyewe haina uzuri wala ubaya. Okay. Ila mimi mtazamo wangu kuielekea. Sasa usitoe kwanza jibu. Nimesema ile pesa. Kwa sababu huko kwenda unaenda vizuri. Tafsiri maana ya ile karatasi. Lakini sio uzuri ile uzima wa kutokuugua. Au hujui. Yes. Kwa hiyo unapowaelezea wanakuambia unasemaje? Yaani mtu asiugue. Unaongea nini? Unanielewa? Mpaka sasa hivi hatujamuona mtu ambaye hajafa na miaka 500, sio? Unafikiri hiyo ina maana yoyote kwako? Vipi hapa nikikwambia wewe haufi? Tunaanza kusema unaona sasa ndo tumeingia hapa kwa manabii wa uongo. Lakini mimi nitakwambia kama umepokea maisha ya Yesu yanakufa, mtu atasema hapana, lakini hujapata experience ya kwa nini. Hiyo hapana unayosema ni maandiko tuna ukariri kwenye kichwa. Lakini huna reality yake. Kwa sababu ukipata ile reality yake la Yesu kutokufa, halafu ukaamini kwamba umepokea hayo maisha, utasema kwa macho makavu kabisa. Sisi naelezeka kidogo, najaribu tufikiri kidogo wote. Yeah. Tunaona ulipo na uhalisi wa mwanga wa nuru, kwa sababu giza unalijua vizuri sana. Sasa unaona ulivyo na uhalisi. Unaona ulivyo na uhalisi wa mgonjwa. Ina maana unajua kuna uzima kwa sababu ulishaishi siku moja bila kuugua. Kwa hiyo at least ukapata uzoefu wa kutokuugua kukoje. Ndio maana ulipougua ukagundua ilikuwa ni hali tofauti na ile ambayo ulikuwa tayari umeshaizoea. Haleluya. Na waambieni maisha ya Kristo pia yana hali unayoiingia na kujisikia kabisa hali hiyo ya Kristo ni wewe. Kama ambavyo kama hivyo ambavyo unaishi wewe unajijua ni mwanamke kwa sababu
umetambua kuna mwanaume, then unajijua. Ndivyo hivyo, ukishamtambua Yesu, ukaona uhalisi wa Yesu asivyokufa, ule uhalisi wa wewe kutokufa kwenye hilo wazo, wewe unakuwa wewe. Ukiona bado unaona kufa ndani yako, hujaupata uhalisi wa Yesu asiyokufa, ina maana Yesu kuelezewa kwamba maisha ya Mungu hayafi kwako wewe, hujasema tu hadharani kwamba yeye, usiseme hicho kwamba Mungu hafi. Ina maana unaamini Mungu anakufa. Ndio maana uhalisi wa kutokufa kwa Mungu haupo, hauna. Sasa inabadilika, inabakia kuhubiriwa hizo habari. Maandiko yananiambia vizuri kabisa kwamba tunahubiri uzima wa milele. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa pili, Yohana anasema huo uzima wa milele uliokuwa kwa Baba, anasema nasi tumeuona, nasi tumeushika. Anasema na sisi tunawahubiri ninyi huo uzima wa milele. Kwa mahubiri yote ambayo watu wanahubiri, wanatakiwa wahubiri uzima wa milele, kwa sababu haya mahubiri anasema yanadhihirisha uzima wa Mungu na yanakomesha hali ya kufa. Kwa hiyo hali hiyo inapodhihirishwa, hali ya udhihirishwaji wa kiini cha kuelezewa kwenye uelewa wako, unapopata kiini cha kinavyoelezewa hicho, hiyo hali ya awareness yako iwe inakitambua kwenye hicho, na kisha kitambua kwenye hicho, uhitaji mtu wa kukuelezea, wewe unakuwa hicho. Kama ambavyo leo na sasa huwezi kuelezewa hali ya jinsia yako na mtu. Kwa hata mimi siwezi kukwambia tu wewe haufi, wewe hamna. Kama wewe unaamini na unajua kufa, utakufa. Kwa sababu hili hali unayofikia mwenyewe binafsi. Mimi mwenyewe nayeongea na wewe hapa, nisipobadilisha mawazo yangu yote yakawa hivyo, naondoka. Na nikiondoka, fukieni kabisa, mseme jamani, kwa kufika mahali fulani tukufikie. Lakini kama ambavyo walisema wakina Yohana, anasema yeye alionaye mimi hataonja mauti milele. Hilo linatakiwa libakie likihubiriwa hivi, kwa sababu hawapo na waliandika haya. Sasa kitendo cha kutambua Isa, naona kuna mkono pale wa mtakatifu, afikishwe maiki pale kwa moja. Yes. Yes. Kidogo ndio kisikike. Ndio. Kimantiki hapo kufukii wewe, tunaufukia mwili wako ambayo sio wewe. Yes. Maana wewe utakuwa umeondoka. Ni kweli, ni kweli. Yes. Amenisaidia hicho. Pige makofi. Asante. Niko sawa. Mimi nakuwa nimeondoka mwili wangu. Sasa kwa nini nimeeleza haya? Nimesema leo nataka kukuonyesha huyu hapa Mungu. Huyu hapa uzima ambaye ana cheo kinachoitwa Mungu. Hivi ninavyokuonyesha mbele yako ndivyo alivyo. Haleluya. Hivi unavyoona ndivyo alivyo kwenye wazo lake. Anajijua alivyo ni vyote na ndani yake kuna uzima. Anajijua asivyo ni hakuna chochote na hakuna uzima. Hapa anajijua hivi milele. Anajijua hivi milele. Na hapa anajijua asivyo ni si chochote na hakuna uzima milele. Yaani hivi sehemu anajijua milele, yani asivyo ni hakuna kitu na hakuna uzima. Anajijua hivi milele.
hapa anajijua ni vyote na kuna uzima milele. Kwa hiyo Mungu aliyesimama hapa kwenye wazo lake, kitendo cha kujijua alivyo kunafunua asivyo, kwa sababu bila kuwepo asivyo hawezi akajijua alivyo. Kwa hiyo kitendo cha kujijua alivyo kunazalisha asivyo, na anasema vyote vilifanyika kwa yeye. Halafu anasema pasipo yeye hakufanyika chochote kilichofanyika. Ina maana anatueleza hivi, vyote vilifanyika kwa yeye, pasipo yeye hakuna kitu chochote. Yeye anajijua milele, kwa hiyo huku asivyo hakuna kitu milele. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye atakuwa na wazo la Mungu, atakayewaza Mungu alivyo, atawaza Mungu alivyo ni vyote na uzima, halafu ataona asivyo ni hakuna kitu na hakuna uzima. Hapa ndivyo ambavyo Mungu yupo, na kutokea hapa alivyo hivi ndo alijitoa kopi ya nafsi yake hiyo inayojua hivyo, halafu hiyo nafsi ndo akamtengeneza mtu, wewe na mimi. Halafu hiyo nafsi ikiwa na hali hiyo inayojijua alivyo ni vyote, alivyo ni uzima, asivyo ni hakuna chochote, asivyo ni hakuna uzima milele. Kwa hiyo ile nafsi aliyoitoa kama kopi kwa ajili yetu, akamtengeneza mtu akiwa na nafsi aina hiyo. Na unajua hali hii haina madhara kwenye hali hii, na hali hii haina madhara kwenye hali hii. Hali hii ni kijipambanushio cha Mungu. Kwa hiyo hali hii ni kijipambanushio kwenye mawazo ya Mungu, ajipambanuavyo na kujijua. Kwa hiyo hapa ndo panapozalisha hali hiyo ambayo baadaye iliitwa mti wa uzima, na hii iliitwa mti wa kifo. Kwa nini haikuitwa mti wa kifo? Kwa sababu kuna kifo. Ni hakuna kitu na hakuna uzima. Ina maana akili yoyote ya kiumbe hai ambayo itaamini hali hii kuwa ni kitu, itakayoamini kwamba hapa ni jambo fulani, yani kuna kitu, hiyo ikiamini hapa kuna kitu, ndio hiyo akili inajiactivate kwenye hilo wazo, na yenyewe kwa Mungu inakuwa si chochote na inakuwa si uzima. Kwa hiyo inapokuwa hapa ikipitia hali ya hakuna uzima na hakuna chochote, ule mchakato wa kuja kuifanya iwe si chochote ndio ina create hizo hapo huzuni, hatia, sijui kifo, sijui hizo zinaumbwa na wazo la mtu linalojitambua na kujitambua kwenye Mungu asivyo, kwa sababu Mungu anajijua asivyo ni si chochote milele, kwa sababu Mungu anatangaza mwisho tangu mwanzo. Kwa hiyo anaona mwisho tangu mwanzo, kwenye wazo lake hakuna chochote, kwa hiyo hataona chochote kikija huku. Mnanielewa? Yes. Kwa hiyo Mungu akatoa kopi ya nafsi yake ambaye anajijua hivi ninavyokuelezea, ndo akamtengeneza mtu. Lakini anapomtengeneza mtu, anapojitoa kopi, ile nafsi ilizima, kwa sababu Adamu hakujikuta kwenye movement, ilizima. Na kwa nini ilizima? Ilijizima ili Mungu asiwe ametengeneza roboti, kwa sababu angejitoa kopi alafu akaitoa ile nafsi bila kuwa imezima, isingelikuwa inayoweza kujitegemea, ingekuwa roboti la alivyo Mungu hivyo hivyo. Lakini Mungu akataka mtu asiwe roboti, awe na hisia, utashi na akili, kufanya maamuzi akijitegemea. Kwa hiyo Mungu alipojitoa ile kopi ikazima, na ilipozima inaanza zero, na inapoanza zero kama ukijua, ikijijua alivyo Mungu inazalisha asivyo yenyewe. Ndio maana wote hapa mliopo hapa, wote mmezalisha msivyo kwa kujijua tu mlivyo. Ni kweli? Nani kakwambia wewe uko hivyo ulivyo? Na unavyoamini hivyo ulivyo, unaaminiwa na nani? Sio wewe mwenyewe umeamini. Hiyo ni hali yako iliyo ndani yako. Sasa mwanadamu alipoanza pale kukua akiwa zero, kitendo cha kujijua alivyo ni pale ambapo amejijua hayuko hivi, ndio alijijua haliko hivi. Katibu, wewe ni mwizi, wewe ni mchawi, hali ya kutokuwa mchawi ndio imefunua hali ya kujua uchawi, sio wewe. Hali ya kutokuwa mwizi ndio imefunua kujua wizi, sio wewe.
Fikiria, usingewahi kujua neno mwizi. Ina maana tutakapofika hatua tusijue mwizi, ina maana wizi ndio utakoma, sisi. Kwa hiyo kumbe ufahamu wa upande mmoja unakomesha ufahamu wa upande mwingine. Ndugu zangu, tuna ufahamu wa mema na mabaya. Sehemu unayofahamu mabaya kumekomesha ufahamu wa mema, na ufahamu wa mema unakomesha ufahamu wa mabaya. Na njia pekee tunapojifunza mema hapa, ina maana ndio tunakomesha mabaya ndani yako. Tunapojifunza afya hapa, kukwambia wewe una afya, unapojitambua una afya, ndio tunakomesha ugonjwa wako hapa. Tunapokufundisha hapa ujijue wewe ni mwenye haki, ina maana ndio tunakomesha hatia yako. Tunapokufundisha hapa ujijue wewe ni mwema, ndio tunakomesha hali ya ubaya wako. Tunapokufundisha hapa wewe ujijue ni mwenye utakatifu, ndio tunakomesha hali ya kujijua mwenye dhambi. Hebu mwambie jirani yako, mwambie unajua nini sana. Mwambie unajua upande upi sana kati ya hizo sehemu pande mbili bana. Mwambie hiyo unayo imeikomesha nyingine. Sasa mwambie umeikomesha hivi mwenzangu. Muulize mwambie umeikomesha hivi. Haleluya. Hongera sana. Sasa mwanadamu alivyoendelea kujijua alivyo, kitendo cha kujijua tu alivyo kulikuwa kunazalisha hali ya asivyo. Alizima akaanza zero. Lakini Mungu anajua huyo anapowaka ule ufahamu wake ukiwaka. Kumbuka nilikueleza, ukiwaka tu pale, unapowaka tu unaanza kujua. Yaani wenyewe ni ufahamu, ule ufahamu unapowaka unaanza kufahamu. Ndio maandiko yanasema mtu akawa nafsi hai. Ina maana akawaka, akaanza kujijua alivyo kwa mfano wa Mungu. Halafu ili ajijue alivyo mfano wa Mungu, ina maana hali ya asivyo mfano wa Mungu ilizaliwa. Sasa hali hii, kitendo cha kujijua alivyo kulikuwa kunazalisha asivyo. Kujijua alivyo kunazalisha asivyo. Kujijua alivyo kunazalisha asivyo. Alikuwa na alikaa kwa miaka 1000 Adamu akiwa anajaribu kujigundua binafsi yeye tu. Siku moja kwa Mungu kwetu ni miaka 1000. Petro wa pili 3:8 na Zaburi ya 90 mstari wa 4 inasema hivi: na mtu alikamilika siku ya 6, siku ya 7 Mungu anapumzika. Kwa mwanadamu ilikuwa siku moja, kwa Mungu kwetu ilikuwa miaka 1000. Ile ni ya kukua binafsi. Mungu imeipambanua, haina madhara yoyote, kwa sababu Mungu anajua asivyo. Hii kwake hakuna kitu milele, kwa hategemei kiona chochote kutokea huko, ni milele. Sasa mwanadamu, kitendo cha kujijua hivi kulikuwa kunafunua hivi. Kumbuka nimekueleza kuhusu Mungu kuwepo, na alikuwa amekaa muda gani akijijua katika hali hii mpaka akafikia anavyojijua milele huku na anavyojijua milele. Lakini huyu mwanadamu anapowaka ataanza zero kujijua alivyo, hajijui alivyo milele. Yaani anaanza kukua akiwa anajijua.